kwamba kutakuwepo na mfumo wa umma wa bima ya afya na mfumo wa binafsi. Hilo la kwanza. Lakini la pili, kupitia sheria hii serikali itagharamia huduma za matibabu kwa Watanzania wenzetu ambao hawana uwezo. Halmashauri zimekuwa zikifanya hivyo kuwalipia wananchi ambao hawana uwezo. Kwa sheria hii sasa serikali italipia gharama zote za matibabu kwa wananchi ambao hawana uwezo. Kwa hiyo utaratibu wa upatikanaji huduma kwenye madirisha ya kula hautakuwa. Na tunapozungumza wananchi ambao hawana uwezo, tunawalenga zile kaya ambazo zinaongozwa na wazee wenye umri mkubwa, wajane, watoto au wananchi wenzetu wenye changamoto za kiafya. Lakini sheria hii pia sasa imefuta sheria ya bima ya afya jamii au mfuko wa afya jamii uliokuwa. Kwa hiyo ndani ya mfuko wa umma ambao ni mfuko wa taifa wa bima ya afya utakuwepo na mifumo miwili ya bima ya afya. Mfumo mmoja utasimamia watumishi walio kwenye sekta rasmi ambao ni watumishi wa umma na sekta binafsi, lakini mfumo wa pili utasimamia sasa wananchi ambao wako kwenye sekta rasmi. Na hawa sasa ni wakulima, wafugaji, wafanya biashara ndogo, kwa hawa watakuwa ndani. Na jambo kubwa kwamba mifumo hii yote sasa maanisha mamlaka mahususi ambayo itakuwa inasimamia, ambayo ni mamlaka ya Tanzania. Sasa nijikite kwa wananchi ambao kwa sehemu kubwa tumetoka kwao. Utaratibu huu mpya umeainisha kwamba kila mwananchi kupitia kaya anayoishi, anaposema kaya anamaanisha baba, mama, watoto au ndugu wa damu, basi hawa watachangia 150 kwenye bima ya afya kwa mwaka na 50 kwa mwaka. Kwa 150 itakuwa ni gharama ya kaya nzima ambayo itahusisha baba, mama na mtoto au ndugu wa damu. Na baada ya kuwa wametoa fedha hizi, sheria imeainisha kwamba watapata huduma zote za msingi ambazo zinapatikana kutoka kwenye zahanati, vituo vya afya, vituo vya wilaya na hospitali ya mkoa. Kwa ufupi, huduma zote zinazopatikana kutoka kwenye zahanati mpaka hospitali ya mkoa zitakuwa ndani ya kitita cha huduma ambazo wananchi watapata. Huko nyuma wananchi walikuwa wanalazimika kwenda kwenye vituo vya serikali. Kwa sheria hii watakwenda kwenye kituo chochote ndani ya mkoa kupata matibabu. Watakwenda kwenye vituo vya serikali, vituo vya watu binafsi na vituo vya madogo. Na wananchi hawa wakihitaji matibabu katika hospitali za hadhi, hospitali ya kanda, hospitali ya taifa, watapewa barua za rufaa kutoka kwenye hospitali za mikoa na watakwenda kupata matibabu katika hospitali za taifa na hospitali za. Kwa ufupi, sheria hii itamwezesha mwananchi kupata huduma kuanzia kituo cha zahanati na hospitali ya taifa. Kwa kupitisha mpango huu uweko kwenye sheria kwamba huduma ya afya kwa wote, huu ni mpango mzuri na unatuokoa maisha ya wananchi wetu kwa wingi zaidi. Nipongeze sana serikali ya Mama Samia, asante sana. Swali langu la msingi moja la kwanza, kwamba kabla bima iliyopita kuna vipimo ambavyo ukienda unaambiwa hivi vipimo havipo kwenye bima, lazima ulipe keshi. Je, kwenye huu taratibu kuna mambo tena ya keshi? Hapo tunakwenda kutoa elimu kwa wananchi. Jambo lingine pia, sisi na wanachama wengi wa bima, kuna madawa mengine pia unaambiwa dawa hii haipo kwenye bima. Je, kwa utaratibu huu wa sasa kuna mambo tena ya kusema hii haipo kwenye bima ili watu wajue unapochangia 1,500,000 kuna jambo litakupata, tunahitaji tena uwe na keshi? Jambo lingine la kusema ni kwamba watu wanaopata tatizo la figo, matibabu ya figo ni gharama kubwa kama ulivyoeleza na tumeviona, tumeshuhudia. Huduma imekuwa ni ngumu sana kwa mambo mengine kwa sababu wiki kwa wiki unaweza kuchangia kama 700,000. Je, mpango huu sasa
unakwendaje kuwasaidia watu wanaopata tatizo la figo na kupata huduma ambayo alikuwa anapata kwa kesi, kwa mpango huu itakuwa inapatikana kwa hiyo bima? Mimi nipo kwenye swala la wazee. Mheshimiwa Mwenyekiti, hapa nyuma tumeona wazee walikuwa, serikali ilikuwa wanasema wazee watibiwe bure, lakini walikuwa wanaandikiwa mpaka wanapewa vitambulisho au wanapewa barua maalum kutoka kwenye serikali zao za mitaa kwa ajili ya kuweza kupata matibabu bure. Lakini wazee hao walikuwa wanafikia wanateseka, hadi unafikia sisi viongozi tunapigiwa yale matibabu bure yakawa hakuna. Kwa sasa hivi tumeambiwa kwamba watazingatia vilema na wazee wale ambao wasiojiweza. Je, kama serikali na nyinyi watu wa bima mkiwa mnasimamia, mtatumia njia gani ya kuweza kuwabaini watu hawa ambao ni wazee wenye hali duni na wasiokuwa na hali duni, ili kutokuwaacha au kutokuwasahau wazee wengine na wakaendelea kuteseka kama vile ilivyokuwa mwanzo? Kwa hiyo ni njia gani au taratibu gani mtakaotumia? Lakini ukienda mtu wa bima kidogo unateseka. Ni kwa nini mtu wa bima asihudumiwe haraka? Kwa sababu ukiwa na hela cash haraka sana unatembea haraka na unaenda haraka. Mheshimiwa Mwenyekiti, hapa kwenye bima tunatakiwa tuangalie watu bima wao wanatuelewa. Hapo ukienda hospitalini mtu wa bima utafunguka sana na utakaa hapo muda mrefu, lakini mtu wa pesa anahudumiwa haraka. Tuwe wa kweli, bado kuna malalamiko ya kina mama wajawazito. Hata juzi nilikuwa nawasiliana naye Mheshimiwa Mwenyekiti kwamba tunasema wamama wajawazito na watoto chini ya miaka 5 ni bure, lakini hii bure hatuifafanui. Kumbe bure ni yule mtu asiyejiweza kabisa. Sio kila mtu anaweza akawa bure. Kuna baadhi ya dawa lazima wazinunue. Kwa hiyo hii kauli tukiifahamu wote inaweza ikatusaidia, lakini nishukuru jinsi ambavyo mganga mkuu amekuwa akitupa ushirikiano na kuwahudumia wananchi. Ni kweli hapo kuna changamoto, lakini baada ya kupitisha hii sheria ya bima ya afya kwa wote, serikali manake itatafuta fungu maalum sasa kuhudumia kile kikundi ambacho hakijiwezi, ili waweze kuingia kwenye huo mlolongo wa bima ya afya kwa wote. Kwa hiyo haya mambo bunge limepitisha, naamini katika utekelezaji tutakuwa pamoja, na mwisho wa siku wananchi hawa waweze kuendelea kukiunga mkono chama. Kwa hiyo ni kweli kabisa, kuna dawa ukienda kituo cha afya, hospitali ya mkoa, hospitali ya wilaya, huwezi kuzipata. Uzipate si kwa sababu bima ya afya hailipii. Hadhi ya kituo na mtaalamu aliyekwenda hana mamlaka ya kukupa matibabu hayo. Kuna huduma za kibingwa zinatakiwa zitolewe na daktari bingwa. Hawa wa chini watakupa kama ulikwenda kwenye hospitali ya hadhi ya juu ukaandikiwa, ukienda hapo unakwenda tu kuchukua dawa. Unaelewa? Na kama vipimo vingine havipo au dawa zingine hazipo, ni kwa sababu aidha huduma hiyo kwenye kituo husika haipo. Ndio maana sheria hii pia inasisitiza, na haya yanatokea kwenye hivi vituo vingi vya huku chini, na nimesema mheshimiwa, vituo vingi zaidi ya 70% vinavyotoa huduma nchini vituo vya serikali, 50 viko kwenye halmashauri. Kifanya sasa hivi mchanganuo wa vituo vinavyotoa huduma ndani ya eneo letu, vituo vingi vya serikali, hivi vituo vinasimamiwa na nani? Si mimi mheshimiwa madiwani. Ukienda kwenye kituo X mwananchi akalalamika kwamba hajahudumiwa, hilo ni tatizo la bima ya afya au ni tatizo la kituo? Na kama ni tatizo la kituo, mamlaka ya nidhamu ya kituo iko kwa nani? Kwa tunayo nafasi ya kusimamia, na ndio maana mmoja ya halmashauri sasa kwenye hii ihakikishe kwamba vituo vyote vya serikali vinasimamiwa kwa ukaribu, kwa sababu tayari kuna uwekezaji mkubwa